barabarani hapa Zanzibar. Ndugu wananchi na ndugu waandishi wa habari, assalamu alaikum. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu tukufu kwa kutujalia uhai, afya njema na kutuwezesha kukutana katika siku hii muhimu, tukiwa na dhamira ya kuendelea kuimarisha huduma za usafiri na usafirishaji kwa maendeleo ya nchi yetu na maendeleo ya wananchi wetu. Aidha, napenda kutumia fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa uongozi wake madhubuti unaoendelea kudumisha amani, utulivu na mazingira bora ya utekelezaji wa shughuli mbalimbali za kijamii na kiuchumi, ikiwemo sekta ya usafiri na usafirishaji. Ndugu wananchi, napenda kuwajulisha kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imefanya mapitio ya viwango vya nauli za vyombo vya usafiri wa umma barabarani, ikiwemo daladala na magari ya shamba, baada ya kufanya tathmini ya hali halisi ya gharama za uendeshaji wa huduma hizi. Serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali kuhakikisha huduma za usafiri zinapatikana kwa gharama nafuu kwa wananchi, ikiwa ni pamoja na kuingilia kati pale inapohitajika ili kupunguza athari za ongezeko la gharama za mafuta. Hata hivyo, katika kipindi cha hivi karibuni kumekuwa na ongezeko kubwa la gharama za uendeshaji wa vyombo vya moto kutokana na mabadiliko ya bei za mafuta katika soko la dunia, pamoja na ongezeko la gharama za matengenezo, lakini bima, vibali na tozo mbalimbali. Hali hiyo imeathiri uwezo wa baadhi ya watoa huduma kuendesha shughuli zao kwa ufanisi, jambo lililopelekea serikali kupokea maombi ya kutoka kwa Jumuiya ya Usafirishaji hapa Unguja na Pemba kuhusu marekebisho ya viwango vya nauli. Ndugu wananchi, kwa mujibu wa utaratibu uliowekwa, mapendekezo hayo yalifanywa uchambuzi wa kina kwa kuzingatia maslahi ya pande zote mbili, yaani wananchi wanaotumia huduma za usafiri, lakini na upande wa pili watoa huduma wanaowezesha upatikanaji wa huduma hiyo muhimu. Baada ya uchambuzi huo, serikali imekubali kufanya marekebisho ya baadhi ya viwango vya nauli kama ifuatavyo. Kwa upande wa Unguja, kwa usafiri wa daladala, kwa safari za umbali mfupi wa kuanzia kilomita 1 hadi kilomita 12, nauli imebadilika kutoka shilingi 500 hadi shilingi 700. Kwa safari za umbali mrefu wa kuanzia kilomita 19 hadi kilomita 21, nauli imebadilika kutoka shilingi 800 hadi shilingi 1000. Na kwa upande wa magari ya shamba Unguja, kwa umbali mfupi wa kilomita 1 hadi kilomita 14, nauli imebadilika kutoka shilingi 600 hadi shilingi 700. Na kwa umbali mrefu wa kilomita kuanzia kilomita 60 hadi kilomita 70, nauli imebadilika kutoka shilingi 2500 hadi shilingi 3000. Na kwa usafiri maalum, na naomba hapa nizungumze kwa msisitizo, usafiri maalum wa mabasi ya umeme ambao tunatarajia huduma zake zitaanza hivi karibuni, na kwa kuanzia kutakuwa na ruti mbili. Ya kwanza ni kutoka kituo cha Malindi hadi Buyu, nauli itakuwa shilingi 700. Lakini kutoka kituo cha Malindi hadi uwanja wa ndege, nayo nauli itakuwa shilingi 700. Sasa yapo makundi mawili ambayo yatalipa nusu nauli ya hiyo. Kuna kundi la wazee waliofikia umri wa miaka 70 kwenda juu ambao watapata vitambulisho maalum, wao watalipa shilingi nusu ya hiyo, kwa maana shilingi 350.
lakini pia na wanafunzi, wale wanafunzi wanaosoma katika elimu ya lazima shule, nao watalipa shilingi 350, nusu ya nauli hiyo. Kwa upande wa Pemba, daladala kwa umbali wa kilomita 1 hadi 12, nauli nayo imebadilika kutoka shilingi 500 hadi shilingi 700, na magari ya shamba kwa umbali mfupi wa kilomita 1 hadi kilomita 9, nauli imebadilika kutoka shilingi 600 hadi shilingi 800, na kwa umbali wa kuanzia kilomita 42 hadi kilomita 45, nauli imebadilika kutoka shilingi 2000 hadi shilingi 2800. Ndugu wananchi, mabadiliko haya ya nauli yataanza kutumika rasmi tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Kipindi hicho kimetengwa ili kutoa nafasi kwa maandalizi ya utekelezaji wa utoaji wa elimu kwa wananchi kuhusu viwango vipya vya nauli hizi. Aidha, ninaziagiza jumuiya za usafirishaji Unguja na Pemba kushirikiana na mamlaka ya usafiri na usalama barabarani kuhakikisha mchanganuo wa nauli kwa kila njia unaandaliwa, unathibitishwa na kuwekwa wazi katika kila chombo cha usafiri wa umma ili kuondoa mkanganyiko na migogoro isiyo lazima. Sasa pamoja na hizi nauli za jumla, kuna mchanganuo wa kila route na nauli zake Unguja na Pemba. Sasa huo naagiza mamlaka zinazohusika kukaa na kuutayarisha, lakini pia kuutoa kwa umma ili sasa umma uweze kujua nauli zinazopaswa kutozwa na watoa huduma. Na katika hichi kipindi cha wiki moja, nadhani matayarisho hayo yatakamilika na tutatoa sasa gharama kamili au bei kamili kwa kila ruti na kwa kila kituo. Ndugu wananchi, napenda kuwashukuru watoa huduma za usafiri wa umma na jumuiya zao kwa uvumilivu wao katika kipindi ambacho gharama za uendeshaji zimekuwa zikiongezeka. Serikali inatambua mchango wao mkubwa katika kuwezesha wananchi kufikia shughuli zao za kila siku na kuchangia maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Hata hivyo, ni muhimu kuwakumbusha watoa huduma wote kuzingatia sheria, kanuni na taratibu za usafiri barabarani, hususan masuala ya usalama, nidhamu ya uendeshaji na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Ndugu wananchi, katika jitihada za kuimarisha huduma za usafiri barabarani, kama tunavyoelewa, serikali imekuwa ikichukua juhudi kubwa sana za kuimarisha miundombinu ya kisasa, ikiwemo ujenzi wa barabara, kuweka vituo vya mabasi ya kisasa, maegesho na taa za kuongezea magari, lakini pia kuweka kamera za usalama. Lengo la serikali ni kuimarisha huduma za usafiri na usafirishaji, kupunguza usumbufu na kuondokana na ajali za barabarani zinazoweza kuepukika. Mabasi ya umeme yanayotarajiwa kuanza kutoa huduma hivi karibuni ni miongoni mwa jitihada hizo za serikali za kuimarisha huduma za usafiri endelevu, salama na kupunguza ajali za barabarani. Hivyo nachukua nafasi hii kuwanasihi madereva wote wa vyombo vya moto kuzingatia sheria na kanuni zilizowekwa kwa matumizi bora ya barabara na usalama wa barabarani. Aidha, nawaomba tuache tabia ya kuegesha na kusimamisha magari na vyombo vingine vya usafiri katika vituo maalum vya mabasi ya umeme ili kuondosha usumbufu na kuepusha ajali. Kumejitokeza tabia ya baadhi ya madereva wetu kuegesha na kusimamisha magari katika vituo. Sasa vile vituo vimewekwa maalum kwa ajili ya mabasi ya umeme na sio mahala pa kwenda kuegesha au kusimamisha magari. Mabasi yaweze kuingia kwa utaratibu uliowekwa, na hasa kwa njia hizi mbili ambazo nimezitaja, ambayo mabasi ya umeme yataanza kutoa huduma zake. Niwakumbushe wananchi
na madereva kwamba hatua za kali za kisheria zitachukuliwa kwa wale wote watakao kwenda kinyume na sheria na taratibu zilizowekwa. Niwaombe tu wananchi, madereva, tuendelee kutii sheria bila shuruti. Hiyo ni kwa faida yetu sote. Ajali zimekuwa zikiongezeka siku hadi siku. Vijana wetu na wananchi wamekuwa wakipoteza maisha, lakini na wengine kupata ulemavu kutokana na ajali za barabarani. Sasa serikali haitawavumilia wale madereva wazembe ambao wanasababisha ajali kwa makusudi na kuhatarisha maisha ya watu, lakini pia kuwasababishia maumivu, lakini pia na ulemavu wananchi wenzao. Vile vile ninawanasihi wananchi wote kutoa taarifa kwa mamlaka husika pale wanapobaini ukiukwaji wa viwango rasmi vya nauli au vitendo vinavyokiuka taratibu zilizowekwa, ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa. Serikali itaendelea kufuatilia mwenendo wa sekta ya usafiri na kufanya maboresho pale yatakapohitajika kwa kuzingatia maslahi mapana ya wananchi na maendeleo endelevu ya nchi yetu. Usalama barabarani ni jukumu letu sote. Vyombo vinavyosimamia sheria, wizara inayohusika, wananchi wenyewe, lakini pia na wanaoendesha vyombo vya moto. Hili ni jukumu letu sote, tunusuru maisha yetu, tunusuru maisha ya wananchi wenzetu, tunusuru maisha ya watoto wetu na vijana wetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.